Achana majimbo haya ovyo ya kunyonyoa sauti. Nyimbo za ovyo hizo. Come take me, Mwokozi. Ya nini? Ovyo tu. Hiyo ladha haipendezi kuona sisi. Haipendezi kabisa. Na kama unafikia kama hao, upone kwa jina la Yesu Kristo. Majimbo ya ovyo tu. Langa wapi? Mambo ya ovyo tu. Mimi najua liko lango moja wazi. Sindio? Hii ni kitu nzuri. Kama watu wa watakatifu watabarikiwa. Na kuna pepo lingine inaitwa AI. Amina. Hallelujah. AI ni robot. Amina. Sawa? Yaani sikiliza. Yaani tu Mungu nyimbo za watu ambao hana Roho Mtakatifu hazitaki. Amina. Sembuse za robot. Za kuimba na mtandao na kutungia wimbo. Na wale wengine wanaanza kuimbia wimbo. Hata nyimbo za wengine zinapostiwa zimeeditiwa kwa AI. Zina mapepo hizo hizi style. Amen. Haleluya. Nikwambia hiyo haimutii mtu wa mtindo wa kale bwana. Haimutii kabisa. Haleluya. Sisi imba nyimbo kwa Mungu na Roho Mtakatifu tumebarikiwa. Wimbo wote ule, uimbe kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Tunasema amina mpendwa. Endelea kumwimbia Bwana. Na kesho uimbe tena. Ndio aibu bwana. Si ndio tumejaa nyimbo za wasimwando? Ndio aibu sana. Ati na wenyewe ni Wakristo. Kuna ufahamu wewe. Kuna ufahamu kabisa. Wao sikiliza nyimbo za watu ambao wamethibitisha upole wao. Nikola ndio mafinga pale. Eti ndio mmoja anaimba. Kule mbinguni, amekula nyama choma. Naona sisi nyama choma. Mbinguni kuna nyama choma. Haina juisi. Na matunda yapo. Sina nini? Mbona useme amina? Amen. Au na wewe unajua kuna nyama choma? Haleluya. Lakini ndio ndio chakula cha mbinguni. Yesu asema hivi. Haleluya. Yesu asema hivi. Sitakunywa tena uzao wa mzabibu. Paka nitakapokunywa pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Unakwenda kunywa tunda la mzabibu. Na mnakula mkate. Ndio vyakula vyetu. Sababu gani anamwambia ibada ya kwanza ya mbinguni ni meza ya Bwana. Na meza ya Bwana ni mkate na divai. Haleluya. Hiyo mkate na divai ni za mbinguni. Mungu ameshaandaa mwenyewe. Sikiza mpendwa, na kikombe chako kipo. Haleluya. Kazi yako ni kuambia tu malaika ongeza. Ongeza malaika. Na Yesu ndio meza kubwa sana ile. Sijui na kubwa gani. Uenda hapa na Marekani ndio meza kubwa tu. Wote tumekaa pale. Nikwambia mtu anayekaa hapa na anayekaa kule unaweza kugonga cheers. Amina. Nikombe ambao unagonga cheers na mtu aliye Dodoma kule. Yes. Haleluya. Sema ndugu inawezekana. Wao tufike tu siku moja tuone kuona. Kuna nyama choma. Wango. Amina. Nyama na vitubio. Amina. Kabisa. Akifona chona uovu. Amina. Kabisa. Ani watakatifu wote. Wameosha dhambi zote. Wasio safiwa.
umeshaingia tayari. Haleluya. Uko ndani ya Yesu Kristo, tayari uko mbinguni. Mahali pako ndani ya Yesu Kristo, umeshaingia tayari. Unasubiria kuingia kimwili. Haleluya, haleluya. 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 Oh. Najisikia ushindi mbinguni. Najisikia kimwili mbinguni. Haleluya. Najisikia nicheze kama watu mbinguni kidogo. Haleluya. Watu mbinguni wanacheza katika roho mtakatifu. Wengine kishwashura, wengine katika haya shida. Ili mradi ni roho ya Mungu anakuongoza. Hallelujah. Oh. Kwa hiyo tufanyaje kusikiza nyimbo futa. Hallelujah. Unaangalia? Na kufuashi futa. Yesu. Hallelujah. Futa nyimbo pia. Hallelujah. Sina ufunuo wa kweli. Mbinguni hakuna nyama choma. Kwa sababu gani nikwambie? Hata pia Musa Edeni hakukuwa na mauti. Hakuna kiumbe Mungu alitaka kiumbe kife. Haleluya. Nasema mimi kuhusu matunda. Matunda si matunda mbele za Mungu. Mungu asema kama vile ni viumbe hai. Mungu anasema haleluya. Wewe ndio sasa nikwambia hivyo. Ile uhai Mungu anazungumza ni damu. Haleluya. Na hiyo mafundisho kwamba matunda haya na uhai ni mafundisho ya Kaini. Haleluya. Sitajua nionapo ile damu nitapita juu yenu. Haleluya. Mungu anasema katika Mwanzo sura 8, lakini mnyama pamoja na uhai wake, yani damu yake msile. Kumbe damu ni uhai. Kwa imani Habili alijua kwamba damu ndio itakayotolewa. Akachukua kondoo, sio fisi kondoo. Alichukua kondoo, akampeleka, akamkokota. Haleluya. Twende kondoo. Kokota kondoo bila takataka. Twende kondoo. Akamchukua. Akiwa amemfunga mzabibu. Kamfunga changamoto ya ufunuo. Haleluya. Kamfunga changamoto ya ufunuo. Akamchukua. Pale kwa mwamba wa kale. Bwana Yesu bariki sana. Haleluya. Akamlaza ile kondoo pale. Haleluya. Akachukua jiwe kubwa. Akampiga Romeo. Piga mpaka damu ikaruka. Piga tena. Hakuna cha huruma. Piga mpaka kondoo akasema haya. Na Yesu ndio kondoo alikufa, ananena kwa lugha. Haleluya. Na mwana miaka 400 baadaye, 1000 baadaye, mwana kondoo Habili akaja. Yesu Kristo. Haleluya. Kapigwa vile, kapigwa damu ikitoka. Pale msalabani, Yesu akiwa na upako. Haleluya. Akiwa na upako kubwa sana. Yesu alikuwa wewe unakuja. Na mimi nakuja. Pata kana kwa lugha. Akasema Eloi, lama sabachthani. Haleluya. Yesu aliyepokuwa msalaba. Haleluya. Yesu aliyepokuwa nyamara. Sio ajabu leo watu wanakuwa lugha sababu Yesu mwenyewe alikuwa lugha. Haleluya. Anakuwa mara mbili Biblia. Mara ya kwanza Mungu Musa alikwenda kumfufua mtoto wa Yairo. Mungu Musa. Amina. Nikwambie sikwenda kumfufua mtoto wa Yairo. Yairo alikuwa ni mwaminiwa wa kisirisiri. Ilibidi ifike hatua Mungu amuumbue. Amina. Wale watu wakujua ni mwaminiwa kweli kweli. Siku ile ilibidi achukue msimamo wake. Akaamua kwenda kumuita naye muamini Yesu Kristo. Akamwambia njoo umwekee mkono mtoto wangu. Kwa sababu Wayahudi wanapenda kuwekeana mikono. Mataifa sisi ni neno na ina
Wayahudi. Haleluya. Mataifa kwa mara ya kwanza kumpokea mtakatifu walikuwa wanamsikiza mtu anahubiri hivi. Wakasema hiyo ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mungu akawaingia hata hawajabatizwa. Hiyo ndio mataifa Bwana. Wana imani kali. Basi wale kisa. Yesu akafika pale ya msiba. Akawakuta wale wanaomboleza. Mungu abariki sana. Akasema msilie. Maana mtoto huyu hajafa. Amelala tu. Wakaanza kucheka. Akamwambia yeye, funguza wote ndani. Funguza wote. Funguza wasio wanyama. Nikwambia yeye alikuwa mama hai toka. Mama Esther toka. 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 Haleluya. Yesu akabakia mle chumbani. Yeye na wale wazazi wa mtoto kwa sababu walikuwa ni waaminifu. Amina. Akabaki nao mle ndani. Mungu abariki sana. Akaangalia wanafunzi wake akasema hapa ina kila Tomaso mpaka waone wewe vitu hapa. Toka nje Tomaso. Na wewe ni wewe kama yule ndio sikuone hapa mtoe toka nje kabisa wewe. Haleluya. Akawatoa wote. Akabakiza imani, imani, tumaini na upendo. Haleluya. Nikwambie hivi, yule tumaini na yule upendo kwa pamoja walikuwa ni wana wa ngurumo. Si kweli? Alafu yule imani, Mungu abariki sana. Yule imani alikuwa ni ufunuo. Mwamba. Kwa hiyo akabakiwa na ufunuo wa ngurumo sana. Imeingia kweli? Oh, bado nikikwambia bado. Sikiliza, Yakobo na Yohana walitoa wana wa ngurumo. Amina. Ngurumo ni sauti ya Mungu. Haleluya. Alafu Petro aliitwa mwamba. Amina. Kwa alikuwa na mwamba ambao maana yake ni ufunuo. Kwa ni ufunuo pamoja na ngurumo, ni ufunuo wa ngurumo. Na ngurumo ni ujumbe wa saa. Ufunuo. Huu ujumbe ni ngurumo saba. Amina. Haleluya. Ni vile tu sasa usipata nafasi. Sema yahubiriwe sana. Lakini huu ujumbe ni ngurumo saba. Haleluya. Pam 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 mpaka saba. Zikachukuliwa zote. Mungu abariki sana. Hapo ndio yale mafunuo yaliyo ndani ya ile vivuli saba. Na hiyo saba nini? Ni siri ya Mungu. Kwa ujumla ni siri ya Mungu. Na hiyo siri ya Mungu anayo ni harusi. Hata nikiongea sikamuni nini? Kama Mungu hajakusaidia kujua naongea kitu gani? Utaelewa. Lakini mpendo wewe sema tu amina kwa sababu Mungu atakusaidia. Amina. Kama sio leo, siku nyingine. Muende kupitia mhubiri nyingine. Kwa sababu Mungu ana vyombo vingi. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amina. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amina. Sasa akawatoa wale wote. Akambakiza Petro, imani. Akambakiza Yohana, upendo. Akambakiza nani? Yakobo. Tumaini. Afu Yakobo na Yohana ni wana wa ngurumo. Alafu Petro ni ufunuo. Haleluya. Yaani Yesu alipoweka imani